Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililopo Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa hewani kila Alhamis kuanzia saa 1 mpaka saa 2 usiku. Na Alhamisi ya mwisho wa mwezi huwa tunakuwa na kipindi maalum, kipindi cha maswali na majibu kwa muda wa dakika 90. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao, na tunawafikia watu wote wanaozungumza lugha ya Kiswahili. Basi leo tunapata nafasi ya kuweza kuendelea na kipindi cha pili, kipindi ambacho tulikianza wiki iliyopita. Kipindi chetu kilifundishwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Godwin Chilewa, na leo ataendelea katika sehemu ya pili ya kipindi hicho. Kabla sijamkaribisha, naomba mchukue muda huu kuweza kukaribisha watu wengine ambao mnawafahamu ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili, ndipo niweze kumkaribisha brother Jimmy ili aweze kuendelea na kipindi cha siku ya leo. Karibu brother Jimmy. Basi naomba tu niendelee na kipindi cha siku ya leo. Nimkaribishe mtumishi wa Mungu mchungaji Godwin Chilewa ambaye atatufundisha kutokea hapo Houston, Texas. Atatupa kidogo recap ya kipindi kilichopita, na ndipo atufungulie kipindi chetu rasmi na kufundisha somo letu la leo. Karibu mtumishi mchungaji Chilewa. Yesu asifiwe. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya uzima, kwa ajili ya afya njema na kwa ajili ya matendo yake makubwa na ya ajabu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako mtumishi wa Mungu dada Priska ambaye umetufungulia na kutuongozea kipindi hiki muhimu sana. Lakini pia kwa unyenyekevu mkubwa nimshukuru mtumishi wa Mungu na nimshukuru Mungu sana kwa ajili yake mtumishi wa Mungu baba mchungaji Absalom Nasua, kiongozi wa makanisa ya Umoja, kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kushirikiana nanyi maneno ya Mungu. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu na azidi kuinua siku baada ya siku. Pamoja na hayo napenda nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya uongozi na wanachama wote wa kanisa la Umoja. Kazi yenu ni njema sana na Mungu aendelee kuwabariki na kuinua na kuwapaka mafuta mabichi kila siku. Ya leo tunaendelea na kipindi chetu ambacho tulikuwa tumekianza katika somo lililopita, Mungu anavizungumza nasi katika ukimya. Lakini kabla ya hapo naomba niombe kwa kifupi sana. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, tazama mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Wewe Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, Mungu wa Ibrahim, Isaka na Israeli. Baba, tunaliinua jina lako tukikushukuru na kutukuza kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya uzima, afya njema na baraka tele. Lakini zaidi sana kwa ajili ya neema na kibali cha kwenda kutafakari maneno yako katika siku ya leo. Basi mfalme wa wafalme, tunakualika katika kipindi hiki uwe pamoja nasi ili hapo tunapoanza hadi hapo tutakapomaliza tukapate kujifunza neno lako ambalo litakwenda kubadilisha maisha yetu na kusaidia kila siku. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wetu tunaomba na kushukuru. Amen. 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 Ndugu zangu, katika kipindi kilichopita tulizungumza jinsi ambavyo Mungu anavyozungumza nasi katika ukimya. Na neno tulilosimamia lilikuwa linatoka katika Zaburi ya 10 mstari wa 1. Maneno haya anaandika mfalme Daudi akisema, Bwana, kwa nini wasimama mbali? Kwa nini kujificha nyakati za shida? Sasa nilieleza katika kipindi kilichopita kwamba mara nyingine kuna watu wao wanafikiria maneno haya Daudi kana kwamba alikuwa analalamika. Na aghalabu kuna watu wao wanaona kama Daudi labda alikuwa hayuko sawa, kama kwamba anamlalamikia Mungu. Lakini tukasema hapana. Daudi alikuwa anajimimina mbele za Mungu kwa sababu alikuwa anaona uwepo wa Mungu kama kwamba umepungua. Mungu anaonekana kana kwamba yuko mbali. Na kwa sababu hiyo anaomba, anajimimina mbele za Mungu akitamani kuurudisha tena uwepo wa Mungu, akitamani kuendelea kumsikia Mungu kama zamani, akitamani kuona Mungu akiendelea kutenda kama zamani. Na kwa nini haya yote yanatokea? Kwa sababu Daudi alikuwa anapita katika kipindi kigumu na alikuwa anapita katika kipindi cha ukimya. Hasa mambo ambayo ya muhimu sana ambayo tulijifunza. Jambo la kwanza ni kwamba Mungu wetu ni Mungu anayezungumza nasi nyakati zote. Huyu ni Mungu aliye hai, ni Mungu anayeona, ni Mungu anayesikia na ni Mungu anayetenda. Kwa hiyo katika nyakati zote Mungu huwa anazungumza nasi na Mungu huwa anatenda.
Tukisoma katika Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 tunajikumbusha kwamba kama ambavyo Mungu alizungumza zamani na baba zetu kwa manabii na kwa njia mbalimbali, siku hizi anazungumza nasi katika mwanawe Yesu Kristo, na zaidi sana anazungumza nasi katika Roho Mtakatifu. Sasa sipendi nirudi nyuma sana ili niwe na muda kidogo wa kuweza kukimbizana na nafasi nilionayo kwa siku ya leo, ili kuweza kumaliza somo zima katika muda huu mfupi tuliokuwa nao. Kwa hiyo naomba tuendelee tukisimamia kwamba Mungu anazungumza nasi katika kipindi hiki kama alivyozungumza na baba zetu na manabii katika namna nyingi na njia nyingi, lakini siku hizi anazungumza nasi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, anazungumza nasi katika Roho Mtakatifu na kwa namna nyingi. Lakini pamoja na hayo yote, pamoja na kwamba Mungu anaendelea kuzungumza nasi, bado kuna nyakati ambapo Mungu tunakuwa hatumsikii, na aghalabu tunamuona Mungu akiwa mbali. Tunamuita Mungu hajibu, tunatamani kumuona hatumuoni, tunatamani kumsikia hatumsikii. Na katika kipindi kilichopita nilisema kwamba dalili ya kwamba Mungu anazungumza lakini hatumsikii ni kwamba unakuwa unaomba lakini maombi yako unaona hayajibiwi. Sasa ni aidha hayajibiwi au wewe unaona hayajibiwi. Lakini katika mustakabali wa somo hili ni kwamba maombi yako unaona hayajibiwi. Lakini vile vile katika kipindi hicho unakuwa unahisi kabisa kwamba Mungu yuko mbali nawe. Ile amani ambayo zamani ulikuwa ukiomba unaipata huipati. Majibu uliyokuwa unayatarajia huyapati. Neno la Mungu kilisoma halikuingii kama zamani. Ulikuwa ni mtu wa kuota ndoto huoti tena. Ulikuwa ni mtu ambaye pengine unapata unabii unakufungulia mambo kadhaa, huoni wa unabii. Kwa hiyo kwa muda mrefu unaona kwamba hakika Mungu yuko mbali nami. Na tukazungumza kuna hatari kubwa sana kumuona Mungu yuko mbali au Mungu kuwa kimya katika maisha yetu. Sababu moja hapo ni kwamba kuna hatari ya kupoteza imani, kuna hatari ya kurudi nyuma, kuna hatari ya kuvutiwa na vyanzo vya bandia vya sauti ya Mungu, kwamba unaanza kumtafuta Mungu katika sauti za bandia kama alivyofanya Samuel. Kuna hatari kwa mtumishi wa Mungu ambaye Mungu yuko kimya kwake, akaanza kutafuta substitute, akaanza kutengeneza mahubiri, akaanza kutengeneza maono, akaanza kutengeneza unabii. Kwa sababu Mungu hazungumzi naye na anatamani watu wamsikie, na ili mtumishi wa Mungu anaanza kutengeneza nabii. Na nikasema ndio sababu ya kuwepo kwa nabii nyingi za ajabu, kwa sababu watu wanataka kuonyesha kwamba Mungu anazungumza nao, lakini aghalabu Mungu yuko nyuma, Mungu amenyamaza katika maisha yao. Lakini jambo nyingine ni kwamba watu wanaweza kaanza kutenda huduma au kufanya kazi ya Mungu kwa kutumia nguvu zao binafsi, na kwa ujumla kanisa linaweza likakosa uelekeo wa kiroho kwa sababu tu Mungu amenyamaza. Mungu anaweza kanyamaza kwa mtu binafsi, Mungu anaweza kanyamaza kwa watumishi wa Mungu, Mungu anaweza kanyamaza kwa kanisa, Mungu anaweza kanyamaza kwa taifa. Na katika kipindi kilichopita nilisema kwa muda wa miaka 400 Mungu alinyamaza katika taifa la Israeli. Hakukuwepo na unabii, hakukuwepo na maono yoyote ya ajabu kama walivyokuwa wakiona maono zamani. Na kwa muda fulani kanisa la wana wa Israeli walikuwa kama kwamba wameyumba, kwa sababu Mungu alikuwa azungumzi nao tangu kipindi cha Malaki hadi katika kipindi cha Yohana Mbatizaji. Mungu alikuwa hakutoa unabii wowote. Sasa si kwamba Mungu alikuwa hazungumzi, lakini inawezekana wao walikuwa hawamsikii, au namna ya kumsikia ilikuwa imetofautiana na vile walivyokuwa wakifikiria. Sasa naomba tuendelee katika kipindi cha siku ya leo. Na jambo la kwanza ambalo nataka tutafakari kwa kina kwamba ni kwa sababu gani Mungu huwa anakaa kimya. Hili ni jambo la msingi sana. Ndio maana nikasema kwamba mara nyingine watu wanaweza kusema kwamba Mungu huwa hanyamazi. Na ni kweli katika hali ya kawaida Mungu huwa hanyamazi. Muda wote Mungu anatenda, muda wote Mungu anafanya kazi, muda wote Mungu anazungumza. Lakini katika maisha yako wewe binafsi au mimi binafsi, Mungu anaweza akawa yuko kimya kwangu mimi kwa sababu mbalimbali, au anaweza akawa kimya kwa taifa kwa sababu mbalimbali. Ndio baadhi ya mambo ambayo nataka kwa haraka tuweze kuyatafakari siku ya leo kabla ya kumalizia kwa kusikiliza Mungu tunavyoweza kumsikia katika ukimya. Jambo la kwanza kabisa ni kwamba Mungu anaweza asizungumze nasi, au aghalabu niseme kwamba sisi tunaweza tusimsikie kwa sababu ya dhambi tulizonazo, kwa sababu ya dhambi au kwa sababu ya uchafu uliomo ndani yetu. Sasa hili sitalizungumza sana, kwa sababu hili ndilo jambo ambalo tunalizungumza kila siku, ya kwamba Mungu huwa hayuko karibu na chombo kinyonge. Mungu huwa hakai karibu na dhambi. Na tunapokuwa na dhambi, tunapokuwa tunaenenda katika maovu, tunakuwa tunajitenga na Mungu.
na kwa sababu hiyo Mungu anaweza asizungumze nasi, anaweza asitende katika maisha yetu, tunaweza tusimuone, tunaweza tukamuona yuko mbali kwa sababu sisi tumejitenga na Mungu. Na mfano mkubwa tunauliona katika hili ni katika huyu mfalme Sauli. Tukisoma katika Samueli wa kwanza sura 28 mstari wa 6, Biblia inasema kwamba Sauli alipomuuliza Bwana, Bwana hakujibu kwa ndoto wala kwa elimu wala kwa manabii. Ni kwa sababu gani Mungu hakujibu? Sauli aliendelea kumuuliza Mungu, aliendelea kumtafuta, lakini kwa sababu mbalimbali Mungu hakujibu maombi ya Sauli. Mungu alimkalia kimya Sauli. Tukichunguza katika maandiko tunaona kwamba Sauli alikuwa na kutokutii, alidharau maagizo ya Mungu, specifically katika vita yake na Wamaleki. Aliagizwa kwenda kuwaangamiza na alipewa maagizo chungu mzima ya kufuata sawa sawa na amri ya Mungu. Sauli alichagua kutokutii sauti ya Mungu. Lakini si hivyo tu, Sauli alikuwa ni mtu wa majivuno, na alikuwa ni mtu ambaye badala ya kwenda katika toba na kutubia makosa yake, yeye alikuwa ni mtu wa kujitetea. Alikuwa anatafuta namna ya kujustify makosa yake. Na kwa sababu hiyo sasa Roho wa Mungu alimuacha. Ukisoma katika Samueli wa kwanza sura ya 15 na 16, tutakuta kwamba Roho wa Mungu alimuacha Sauli kiasi kwamba akaamua kwenda kwa mchawi wa Endori, kwenda kutafuta kuzungumza na Mungu kupitia kwa mchawi wa Endori. Kumbe kutokutii kunaweza kukatufanya Mungu akatuacha. Kutokutii kunaweza kutufanya tusiisikie sauti ya Mungu. Dhambi inaweza ikatuweka mbali na Mungu, inaweza ikatutenga. Mungu asitende katika maisha yetu, Mungu asionekane katika maisha yetu ya kila siku. Hili ni jambo la msingi sana, ni jambo ambalo nimependa niliseme kwa sababu ni jambo kubwa zaidi ambalo linafanya Mungu asionekane katika maisha yetu. Lakini katika siku hii ya leo ndugu zangu, sitaki tujadili hili, maana hilo tunalijadili kila siku. Nataka tujadili namna nyingine, kwa nini Mungu huwa anakaa kimya, au aghalabu sisi kwa nini huwa tunamuona Mungu yuko kimya. Ndugu zangu, Mungu anaweza akakaa kimya katika maisha yetu. Na sababu ya kwanza inaweza kumfanya akae kimya ni kutaka kutupima imani yetu. Na hili tumeliona katika sehemu nyingi sana. Sehemu moja hapo tunahitaji mara nyingi katika maisha ya Ayubu. Lakini katika siku ya leo nataka nichukue mfano katika kitabu cha Injili ya Luka sura ya 8 mstari wa 22. Biblia inaeleza kwamba ikawa siku zile mojawapo alipopanda kwenda chomboni yeye na wanafunzi wake, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Wakatweka matanga, na walipokuwa wakienda Yesu alilala usingizi. Tukisoma katika habari hii tunaona kwamba Yesu anaondoka na wanafunzi wake, wanaingia katika chombo, na mwinjili Luka anaeleza vizuri sana katika ile sura ya 8 kuanzia pale mstari wa 22 kwamba walipokuwa wanaenda Yesu kwa makusudi alienda akalala usingizi. Hii ni habari ambayo inafahamika sana kwamba baada ya muda dhoruba ilianza kuvuma, na dhoruba ilipokuwa ikivuma, mara moja wanafunzi wake waliondoka wakaenda kumkimbilia Yesu na kuanza kumwamsha. Yesu alipoamka alisimama akaukemea upepo na dhoruba ikanyamaza. Lakini immediately Yesu akawauliza wanafunzi wake, iko wapi imani yenu? Kumbe ile dhoruba, sababu ya kuja kwa dhoruba ilikuwa ni kuangalia imani hawa wanafunzi. Lakini hata kulala kwa Yesu, maana Yesu alikuwa amelala, alikuwa yuko kimya. Dhoruba inaendelea, hao wanahangaika kuchota maji, hao wanakimbizana, wanatoa maji katika mtungi, katika jahazi wanamwaga nje, dhoruba haikomi, na ndipo wanapokimbia kwenda kumwamsha. Dhoruba ile ilikuwa inataka kuangalia imani hawa watu ikoje katika maisha yao. Kumbe sababu moja hapo ndugu zangu, tunapoweza kumuona Yesu amenyamaza kimya, si tu kwamba kwa sababu tuna dhambi. Tunaweza tukawa tunaenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Tunaweza tukawa tunatenda vile ambavyo tunatakiwa kutenda. Tunakwenda kanisani, tunaomba, tunasali, tunafanya yote ambayo Mungu anataka tufanye pengine. Lakini bado kuna mambo yanaweza yakatokea katika maisha yetu kwa sababu Mungu anataka kuona imani yetu. Anataka kuona tuna imani kiasi gani, tunasimama wapi, na je, katika dhoruba tutakimbia kumwamsha yeye au tutakimbilia chanzo kingine cha imani au chanzo kingine cha kupata msaada.
Sababu nyingine mojawapo kubwa kabisa ni Mungu kutaka kupima imani zetu. Na hili ni jambo la msingi sana. Kwa sababu gani? Ni katika kipindi cha majaribu watu huwa wanamwacha Mungu. Ni katika kipindi cha majaribu watu wanarudi nyuma. Ni katika kipindi cha majaribu watu wanatafuta njia mbadala ya kuweza kujisaidia. Kumbe ni vizuri sana katika maisha yako, unapodhani ya kwamba Mungu amenyamaza, unapoona unapita katika kipindi unazungumza na Mungu, Mungu hajibu, kwamba unapotamani kwamba Mungu aonekane, lakini Mungu anakuwa kama Yesu alivyofanya, amelala usingizi, hazungumzi, ni jambo la msingi sana ung'ang'anie katika kumwamsha. Kwa sababu inawezekana Mungu yuko katika kuangalia imani yako, katika kupima unaenenda katika njia gani. Hili ni jambo la muhimu sana, ni jambo la kutafakari na ni jambo la kuliweka katika mioyo yetu, ya kwamba katika majaribu mara nyingine Mungu anaweza akataka kuangalia imani yetu ikoje. Na hili ndilo jambo ambalo mtumishi wa Mungu Ayubu alilipitia kwa muda mrefu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu alikuwa anaangalia imani ya Ayubu, lakini kuna jambo lingine la muhimu zaidi ambalo Mungu alikuwa anataka kulifanya. Kumbe sababu nyingine ni nini? Sababu nyingine ni kwamba Mungu anaweza akawa kimya kwa sababu ya utukufu wake yeye mwenyewe. Na hili ndio swala zima linalojieleza katika kitabu cha Ayubu. Ni mcha Mungu mwenye kuenenda katika njia iliyonyooka, lakini Mungu alipotaka kuonyesha utukufu wake kwa shetani, alipotaka kujivunia Ayubu, ilibidi Ayubu apite katika mahangaiko. Ilibidi Ayubu apite katika majaribu. Ilibidi Ayubu watoto wake wote wafe. Ayubu alipoteza mali zake zote, akaingia katika kuumwa ugonjwa wa Ayubu. Lakini kumbe wakati Ayubu anahangaika, haya yalikuwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Yaani the more alivyokuwa na safa, Mungu alikuwa anaendelea kujitukuza yeye mwenyewe. Alikuwa anaendelea kumwangalia shetani. Nilikuambia, angalia mtumishi wangu, huyu ni mtu anayenenda katika njia iliyonyooka, ni mtu anayenijua, ni Mungu anayekwenda sawa sawa na mapenzi yangu, ni mtu ambaye anasimama katika njia zangu, si kwa sababu nimempa vitu fulani, lakini ni kwa sababu ananijua kwamba mimi ni Mungu aliye hai. Mara nyingine ndugu zangu, katika maisha yetu tunakuwa tunapata shida na aghalabu tunalalamika sana kwamba Mungu ametuacha, kwa sababu kipaumbele chetu ni maisha yetu sisi binafsi. Kipaumbele chetu hakiwi katika kumpa Mungu utukufu, lakini katika kufanikisha maisha yetu binafsi. Na hii ndio sababu kwamba unapokuwa unamuomba Mungu ajibu katika swala fulani na Mungu amekaa kimya, unaanza kuona haraka kwamba Mungu ameniacha. Huwezi kufikiria pengine kwamba Mungu anajitukuza katika jaribu unalopitia. Huwezi kuona kwamba Mungu anajipatia utukufu kwa sababu ninaendelea kusimama japokuwa ninapita katika kipindi kigumu. Ayubu alijua kwamba katika kupita kipindi kigumu Mungu anajitwalia utukufu. Ayubu alipita katika mambo mengi, alihangaika, lakini Biblia inasema kwamba hakumwacha Mungu. Je, aliacha kusemezana na Mungu? Hapana. Katika kipindi cha Ayubu, Ayubu alijitahidi sana kusemezana na Mungu. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu alipita katika mateso magumu. Biblia inasema kwamba kuanzia ile sura ya kwanza hadi unakwenda katika sura 31, Ayubu amepoteza mali zake, marafiki zake wanamshutumu, mpaka mke wake analalamika na kufanya kila kitu, lakini bado alikuwa haisikii sauti ya Mungu. Ukisoma katika ile sura 23 mstari wa 3, Ayubu anasema, laiti ningeweza kujua nitapoweza kumpata, nipata kwenda hadi mahali pa makazi yake. Ni kwa sababu gani? Anaanza kumuona Mungu yuko mbali, lakini pamoja na kwamba Mungu anamuona yuko mbali, bado hajamuacha. Anajua bado Mungu yuko enzini. Anajua bado Mungu anaendelea kutenda. Na hii ndio tofauti ya kumsikia Mungu katika kipindi cha shida au kumuona Mungu amekuacha kabisa. Ayubu alipita katika kipindi anamuona Mungu hajibu, anamuona Mungu hatendi, lakini pamoja na hayo aliendelea kuweka mawasiliano yake kati yeye na Mungu. Aliendelea kumuita Mungu, aliendelea kumtaja Mungu, aliendelea kumtukuza Mungu japokuwa yuko katika kipindi kigumu. Na hili ndio jambo la msingi kuliko yote ambayo tunatakiwa kujifunza katika kipindi hiki na katika somo la Ayubu, ya kwamba kuna nyakati Mungu anaweza akakaa kimya, akanyamaza kwa ajili ya utukufu wake yeye mwenyewe. Na katika kipindi hiki sisi kama watu wa Mungu tunatakiwa kuendelea kumtafuta kwa bidii, tunatakiwa kuendelea kumuomba bila kukoma, tunatakiwa kuendelea kumtumainia yeye tukiwa na hakika ya kwamba Mungu ni Mungu anayetupenda na ni Mungu anayetujali.
Kwa hiyo ni katika kipindi hiki ambapo Ayubu alionyesha uaminifu wake, alionyesha ukamilifu wake, na katika kipindi hiki alionyesha kujua kwamba Mungu anatenda namna gani. Sasa Ayubu alipata faida gani? Ayubu alipata faida ile ile waliopata hawa wanafunzi wa Yesu waliokuwa katika mtumbu. Ni kwa sababu wanafunzi wa Yesu walikwenda kumwamsha Yesu. Yesu alituliza dhoruba, lakini akawakumbusha kwamba iko wapi imani yenu. Na ndio Ayubu mwenyewe anazungumza, baada ya kupita katika mambo hayo yote mazito, baada ya kupita katika majaribu makubwa, Ayubu anamalizia kwa kusema kwamba nilidhani ninamjua Mungu, kumbe nilikuwa ninamsikia tu, lakini sasa nimemuona. Kumbe Mungu alidhihirisha zaidi kwa Ayubu baada ya kupita katika majaribu, baada ya kupita katika mambo magumu, baada ya kukaa kimya. Kumbe ni muhimu sana ndugu zangu katika maisha yetu, tunapomwona Mungu amekaa kimya, hazungumzi nasi, kutegemea kwamba Mungu bado anatujali, Mungu bado anatenda, na ni Mungu bado anaendelea kuwa enzini japokuwa yuko kimya. Kwa hilo jambo la pili, sababu muhimu sana ya kwamba Mungu katika kujiinua mwenyewe, katika utukufu wake, katika kujitukuza yeye mwenyewe, anaweza kukaa kimya na sisi tukapata kuyumba au tukapata misukosuko kwa sababu Mungu amekaa. Ni vizuri sana tuendelee kuwa kimya na kuendelea kumtumainia, kujua kwamba huyu ni Mungu anayetenda. Lakini liko jambo lingine la muhimu sana, ya kwamba Mungu anaweza akakaa kimya kwa ajili ya kudhihirisha nguvu zake. Katika kutaka kudhihirisha nguvu zake, Mungu anaweza akakaa kimya. Na kukaa kimya huku nina maana gani? Kwamba vile tunavyomtumainia au tunavyotegemea yeye atende, asitende katika namna ambayo sisi tunataka atende. Mara nyingine katika challenge kubwa tulionayo wa Kristo ni kwamba tunamuomba Mungu na kumpangia jinsi ambavyo tunatamani atende au namna ambavyo tunataka atende. Na asipotenda katika namna hiyo, tunadhani kwamba Mungu sasa ametuacha kabisa au Mungu anakuwa atusikilizi. Kumbe kuna mambo ambayo Mungu anataka kudhihirisha utukufu wake. Na katika kudhihirisha utukufu wake anakuwa amekaa kimya. Ni jinsi ambavyo wanafunzi walimuuliza habari ya yule mtoto kipofu. Wanasema kwamba huyu mtoto amezaliwa kipofu, tangu akiwa mdogo amezaliwa kuwa kipofu. Je, dhambi wamefanya nani? Wamefanya wazazi wake au huyu mtoto? Maana amezaliwa akiwa kipofu. Kwa nini wanauliza swali hili? Ni swali lile lile ambalo Wakristo wengi wale huwa wanashambulia watu ambao wanapita katika matatizo. Ayubu alipokuwa katika matatizo, hata rafiki zake Elifazi na Mtemani walisema bila shaka huyu atakuwa amemkosea Mungu. Na ndio maana hata wanafunzi wanapokuja na muona huyu mtoto kipofu, wanasema atakuwa ametenda nani dhambi? Aidha yeye mwenyewe au wazazi wake wametenda dhambi. Yesu anawaambia kwamba ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ndugu zangu, hili ni jambo la msingi sana kuliangalia. Kuna mambo yanafanyika kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na mara nyingi tunaweza tukawakashifu watu, tukawasema vibaya, tukafikiria vibaya, kumbe Mungu yuko katika kujitukuza. Ukisoma katika Injili ya Yohana sura ya 11 mstari wa 3 kuanzia pale, utakutana na habari ya wale madada wawili, Martha na Mariamu. Biblia inaeleza hivi kwamba basi wale maumbu wakatuma ujumbe wake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Na Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Hii ni habari inayoelezea juu ya Lazaro. Lazaro alikuwa ni mmoja wa marafiki wa karibu sana na Yesu. Na katika kipindi Lazaro alipokuwa ameanza kuumwa, Yesu alikuwa amesafiri, amekwenda mbali. Lazaro akaendelea kuumwa, afya yake ikaendelea kuzorota, akawa anapita katika mambo magumu. Immediately ndugu zake wakajua kwamba mtu wa kumkimbilia ni Yesu, na wakatuma ujumbe. Lakini Yesu alipopata ujumbe ule, wala hakuwa na haraka ya kurudi. Akasema ugonjwa huu ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa Yesu aliendelea kuchelewa, aliendelea kukaa mpaka Lazaro akafa. Akazikwa. Akakaa kaburini kwa muda wa siku 4. Yesu hajarudi. Na hili ni jambo ambalo ndugu zangu linatokea sana katika maisha yetu. Unaweza ukamuomba Mungu, kuna shida inayokusumbua, shida ambayo unajua kwamba Mungu akiingilia kati anaweza akaitatua. Kama ni ugonjwa anaweza akakuponya, kama ni makaratasi anaweza akakupa, kama ni kazi anaweza akakupa.
Kama ni mtoto anaweza akakupa. Jambo lolote linalokusumbua unaweza ukasema kwamba Mungu akishow up ili jambo linakuwa limeondoka. Lakini Mungu anakaa kimya. Biblia inasema kwa habari ya Lazaro, alikaa mpaka Lazaro hajaonekana. Mungu amenyamaza, Mungu yuko kimya. Kumbe kwa nini amenyamaza? Ni kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe. Na ndipo unaposoma pale mbele tunaambiwa kwamba aliporudi sasa, moja kwa moja wanazungumza hawa maumbu zake Lazaro, wanasema kwamba Bwana, kama ungelikuwepo ndugu yetu hangelikufa. Kwa sababu wana hakika kabisa kwamba kama Yesu angeshow up mapema ndugu yao hangelikufa. Lakini jambo moja la msingi ni kwamba wanajua kwamba huyu ni mtu au ni Mungu ambaye anaweza akatenda na kubadilisha hali yoyote inayotokea katika maisha. Kumbe ndugu zangu, Mungu anaweza akachelewa kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe. Na alipoonekana Yesu kwa habari ya Lazaro ni kwamba alikwenda akamfufua, alimpa uzima, alitukuzwa, Mungu alidhihirisha, lakini kila mtu aliweza kuuona utukufu wa Mungu katika kifo cha Lazaro. Ndugu zangu, yapo mambo ambayo Mungu anataka akuache mpaka kifo kitokee ndipo aje ajidhihirishe. Yako mambo ambayo Mungu anataka mpaka yaharibike kabisa kabisa ndipo Mungu ajidhihirishe katika maisha yake. Kwa sababu gani? Huyu ni Mungu aliye hai, ni Mungu anayeweza, lakini ni Mungu anayetaka kujipatia utukufu katika yale ambayo tunajua hayawezekani au yameshindikana kabisa. Naomba kwa haraka niwape ushuhuda mmoja. Lakini naomba sana kwa unyenyekevu nielewe katika ushuhuda, kwa sababu kuna mambo mengine ukiyasema inaweza ikawa ni ushuhuda au watu wanaweza tafsiri kujitukuza au watu wanaweza kuzungumza kwa namna tofauti. Lakini naomba niwape kama ushuhuda, mnielewe katika ile ambayo nalisema. Mungu anavyoweza akatenda. Jinsi ambavyo Mungu anaweza akakupitisha katika kikaango, jinsi ambavyo Mungu anaweza akachelewa, anaweza akakawia, akaacha mambo yafe ili Mungu apate kujitukuza katika maisha yake. Sasa hili unaweza ukaliona kama unajua ya kwamba huyu ni Mungu aliyetenda. Kwa sababu yako mambo mengine yanaweza yakaharibika kabisa, ukajitahidi ikashindikana, lakini Mungu anapokuja kutenda usione kwamba ni Mungu aliyetenda. Kwa sababu gani? Uliomba mpaka ukachoka. Ulifunga mpaka ukakata tamaa. Katika kipindi ambacho umesahau kuomba pengine, katika kipindi ambacho hufungi tena, katika kipindi hata umesahau, ndipo Mungu anapobadilisha maisha, ndipo Mungu anapokuja kutenda. Na kama si mtu unayejua, kama si mtu unayefuatilia utendaji wa Mungu, unaweza ukasahau ya kwamba huyu ni Mungu aliyetenda na ametenda kwa sababu hizi. Ni vizuri sana ndugu zangu sisi kama watu wa Mungu kuendelea kuweka rekodi ya matendo makuu ambayo Mungu anatenda katika maisha yetu. Na tunapoweka rekodi tujaribu kuangalia pia nyuma, kabla ya hapa nilipita katika nini au Mungu alifanya nini. Naomba niwaambie kwa unyenyekevu sana kidogo tu story kwa haraka sana, kwa sababu leo na muda mfupi sana. Mwaka 89 nilikuwa jeshini, nilikuwa nafanya kazi serikalini jeshini, nikaenda nikapelekwa, nikawa mmoja kati ya makomando waliokwenda katika kupambana na Renamo kule kusini. Kwa nilikaa kule kwa muda wa miezi 9. Kuanzia mwanzoni kabisa mwa mwezi Aprili mpaka mwezi wa 12 mwaka 89. Ilikuwa inaitwa Operation Renamo. Tulikwenda kule baada ya wenzetu waliokuwa wametangulia wa JW kushughulikiwa vizuri sana. Kwa sisi tukaenda katika kipindi hicho. Na namshukuru Mungu nilikwenda nikarudi salama. Lakini immediately niliporudi mwaka 90 nikahamishiwa Mwanza kufanya kazi nikiwa mtumishi wa serikali. Kwa nimetoka katika jeshi, nimetolewa katika jeshi, nimekwenda Mwanza nafanya kazi kama mtumishi wa serikali, nikapelekwa katika wilaya moja inaitwa Magu. Sasa nilipokuwa naingia mwanzoni, nilipochukuliwa, maana nilipata neema kubwa sana, nilipomaliza tu shule form 4 nikachukuliwa. Nilipokuwa kule nikasema unajua nimeletwa kijijini, kwa sababu shule mimi nimesoma Kibasila sekondari Dar es Salaam. Nikasema huku sitaki kukaa kijijini. Kwa hiyo ninachotakiwa kufanya ni kuingia kusoma haraka sana ili nipate promotion niweze kuhama huko nilikokuwa. Kwa immediately nikaanza kusoma. Nilisoma miezi 6 tu, nikaenda nikafanya mtihani kama private candidate. Mungu akanijalia nikafaulu ule mtihani. Kwa nilipofaulu, mwaka uliofuatia nikaomba nafasi ya kwenda kusoma India. Wakati ule watumishi wa serikali kuna nafasi nyingi za kwenda kusoma India.
Kwa nikiwa kule Magu nikaomba nafasi ya kwenda kusoma India. Barua ilipokwenda nikajibiwa kwamba mwaka huu wameomba wanafunzi wengi, kwa hiyo wewe omba mwaka ujao. Nikasema haina tatizo. Nikasubiri. Mwaka uliofuata nikaomba tena nafasi. Nikaambiwa hapana, wameomba watu wengi sana, kwa usubiri mpaka mwakani. Nikasema nitasubiri. Wenzangu waliondoka mwaka wa kwanza wamekwenda wako mwaka wa pili. Mwaka uliofuata haraka sana nikakimbia nikaenda kusoma chuo kinaitwa CBE, College of Business Education wakati huo. Nikaenda nikasome CBE. Majibu akapata, nimepata nafasi zote na nini, nikawaambia wakubwa zangu, nimepata CBE nataka kwenda kusoma. Wakaniambia kumsomesha mtu India ni rahisi kuliko kumsomesha CBE. Kwa subiri uende ukasome India, nafasi hii inakuja utakwenda sasa. Nikasema sawa, nikasubiri. Ilipofika mwisho wa mwaka, wakati wa kwenda, kumbuka huu ni mwaka baada ya mwaka, nikaambiwa tena hapana, safari hii hakuna fungu la kutosha, kwa wanaenda watu wachache, kwa wewe subiri utakwenda mwakani. Nikasema sawa, nikasubiri. Mwaka uliofuata nikasema haiwezekani, nitamuomba Mungu, nitafunga, nitafanya nini, huu mwaka lazima niende. Yaani nikafanya kila kitu ninachonani hii. Mungu ni shahidi wangu. Katika kipindi hicho nilikuwa nakwenda kanisani kila siku, nazungumzia every day, nazungumzia kila siku. Kwenye ibada ipo. Na shida, nataka kwenda kusoma, nimechoka wakati mjini, niko Magu wakati mimi mtoto wa mjini. Nikaendelea. Ukafika muda wa kwenda safari, nikaambiwa sasa unaweza ukaenda safari, njoo Dar es Salaam. Nikasema sawa. Tena ilikuwa safari nzuri sana kwa sababu siku nimetoka nimeambiwa kwamba njoo Dar es Salaam. Nikasema sawa, nikachukua vitu vyangu, nimekusanya haraka nakimbia, nikaambiwa kuna ndege tena imekuja hapa, ina viongozi, inachukua viongozi inaenda Dar es Salaam, kwa ukiwahi airport utaondoka nayo. Nikakimbia, bosi wangu akanikimbiza kutoka Magu, tukaenda mpaka Mwanza mjini. Nafika pale naambiwa nenda airport. Naenda airport, naingia pale, baada ya muda mchache viongozi wanaingia, tukaondoka tukaenda zetu Dar es Salaam. Nimefika nikafanya taratibu zote, nikachukuliwa passport, tumefanya kila kitu kimekamilika. Nikaaga na nyumbani, sio kwamba tunaondoka leo jioni, nikaaga na nyumbani kwetu. Kwa bwana jamani naondoka naenda India, nikaenda ofisini. Tumekaa pale, niko na wenzangu. Kumbuka wenzangu walioanza wako mwaka wa 4 sasa, ambao niliomba nao mwaka wa kwanza. Nimekwenda pale, bosi wangu akaniita ofisini. Nimekwenda ofisini, akaniambia chelewa, bahati mbaya hutakwenda. Nikasema haiwezekani. Akaniambia hutaenda. Nikamwambia bosi haiwezekani. Kwanza mimi huu ni mwaka wa 4 naomba. Pili kuna junior officers ambao niko nao hapo chini ambao wameingia juzi tu kazini ambao wao wanakwenda. Lakini jambo la tatu, kumbuka mimi nimetoka kusini kule. Ni mimi tu nilikuwa nimekwenda kule katika watu walioko hapa wote. Nimetoka kusini, nimesacrifice maisha yangu, nimepambana, nimerudi mzima, sikufa. Sasa hata nafasi ya kwenda kusoma pia mnaninyima. Bosi wangu akaniambia chelewa, natamani ungekwenda lakini hutaweza. Nikamwambia kwa sababu gani? Akaniambia vipimo tulivyopima, kwa sababu wote mlikuwa mmepimwa, daktari alionyesha kwamba uko HIV positive. Na kwa sababu uko HIV positive, India hawakubali mtu ambaye yuko HIV positive. Jasho likanivuja. Yaani nilipata mshtuko wa ajabu. Na nikwambia ukweli, yale maneno yaliniingia moyoni kwa sababu unajua wanajeshi. Nilipokuwa jeshini, huko kote tulikuwa tunapita, wenzangu walikuwa wanavuta, wengi walikuwa wanavuta bangi. Mimi nilikuwa sijawahi kuonja wala hata kuisikia harufu yake, ilikuwa sitaki. Wengine walikuwa wanakunywa pombe sana kuliko kuna gongo inaitwa nipa, inatengenezwa kwa mabibo. Wanakunywa kwa sababu gani? Unapata PSTDs zile. Mimi nilikuwa sinywi pombe. Lakini kuna wanawake, na ukiwa mwanajeshi umevaa combat sio kitu cha ajabu. Kijana hujaokoka, umevaa combat na kwa hiyo kuna uzinzi fulani tulikuwa tumeufanya. Kwa hiyo nilipokuja kuniambia kwamba uko HIV positive, nikaishiwa nguvu. Nikasema basi. Nikamwambia sasa utanisaidiaje? Akaniambia wewe sema nikusaidiaje? Nikamwambia ninachoomba unihamishe kutoka Mwanza unirudishe Dar es Salaam, niwe karibu na ndugu zangu, ili hata nikifa au nikiugua ndugu zangu waweze kunisaidia. Akaniambia hilo is done, nenda. Nikamwambia sawa.
Nikachukua vitu vyangu nikaondoka. Sikuaga hata watu, nikarudi zangu Mwanza. Nafika Mwanza nilishaga mnaenda Mwanza vipi? Kaambia nikawadanganya tu bwana safari imeahirishwa na nini. Nikakaa wiki 2 ikaja barua ya kunihamisha kuja Dar es Salaam. Nikarudi Dar es Salaam. Nimefika Dar es Salaam maisha yangu yamebadilika kabisa. Kuna mama mmoja wakati naondoka Dar es Salaam Mwanza aliniambia kwamba chelewa, omba Mungu, Mungu anaweza akakuponya. Omba Mungu anaweza akakuponya. Kwa hiyo nimefika Dar es Salaam maisha yangu yameturn around, namlilia Mungu kila wakati. Nikienda kazini nabeba Biblia yangu. Ni mtu wa maombi, ni mtu wa kumtafuta Mungu. Kwa sababu gani? Naweza nikafa kesho, naweza nikafa kesho kutwa. To make story short, nataka mnielewe sana katika hii habari. To make story short, ukapita mwaka wa kwanza, ofisini kwangu akaja bosi mwingine mwanamke, namkumbuka mpaka kesho kutwa. Huyo bosi siku hiyo akaja, baada siku 2 tu akaniambia chelewa, kuna nafasi za kwenda kusoma Urusi. Kwa hiyo jaza fomu uende. Nikamwambia sawa. Nikapotea. Baada siku 2 akaniambia umejaza? Nikamwambia sijajaza, nitajaza. Akaniambia make sure kwamba by Friday wewe umejaza. Nikamwambia sawa. Ilipofika Alhamisi sikwenda kazini, Jumaa sikwenda kazini. Nikaonekana Jumatatu. Yule mama akaniita akaniambia kwamba chelewa, kwa nini hukujaza zile fomu nilizokuambia? Nikamwambia bosi, ngoja nikwambie ukweli. Nimeona nisijaze kwa sababu bwana mimi ni HIV positive. Unaona? Kwa hiyo sasa hata nikijaza nitakusumbua tu. Yule mama akaniambia twende Muhimbili. Akanichukua, akanikimbiza Muhimbili, akanipeleka kwa daktari, akamueleza bwana nataka kijana wangu apimwe, atakiwa kwenda kusoma. Wakachukua samples, mimi nikaondoka. Basi kesho yake nikaona mimi ni mwai mama kule hospitali. Kwa sababu najua watanidanganya. Kwa hiyo nikakimbia kwenda kule hospitali. Nikafika maabara, nikakutana na watu wa maabara, nikawaambia kwamba nataka nione majibu yangu. Wakanizungusha to make story short, baada ya kuzungumza nao, yule mama aliyekuwa anapima akanitolea majibu, akaniambia kwamba uko negative. Sikuamini, nikashangaa. Akaniuliza mbona unashangaa wakati badala ya kufurahi unashangaa? Nikamwambia nashangaa kwamba mimi najua ni positive. Akaniambia uko negative. Tukaondoka. To make story short, kesho yake ilivyokwenda na daktari na bosi wangu kwa ile daktari, majibu akaja negative. Nikamuuliza bosi wangu, inawezekanaje? Yule mama akacheka akaniambia nilitaka nikwambie nafasi yako kuna watu waliichukua, yani ulipigwa changa la macho tu. Ukua unaumwa wala nini. Seriously? Akaniambia ya. Sasa ile kuwaje? Akaniambia basi mwachie Mungu. Akasema kwamba niliamua kukwambia hivi kwa sababu najua unaweza ukajidhuru kwa unako kwenda. Yani huli kila wakati umebeba Biblia, kila wakati unaomba nini na nini, wewe ni mzima huumwi. Ndio maana nimeona kwamba nikuonyeshe kwamba huumwi. Nikasema nimepoteza nafasi miaka 4 itakuwaje? Akaniambia Mungu yupo. Ndugu zangu, ili nimalizie haraka kwa sababu kipindi changu kinakwisha, ni kwamba baada ya pale maisha yangu yakabadilika. Ndipo nikapatafuta mchumba, nikapata mke niliye naye sasa hivi, nikakaa. Guess what happened? Mwaka 98 mwezi August tarehe 7 likatokea tukio moja kubwa ambalo sitaki kulitaja, lakini kila mtu akikumbuka tarehe hiyo atalikumbuka. Likabadilisha maisha yangu. Yaani kuanzia siku hiyo maisha yangu yalibadilika kwa sababu nilikuwa niko mahali ambapo nilitakiwa kuwa. Nikaanza kufanya kazi na serikali ya Marekani. Nikaanza kusafiri kipindi hicho niko Tanzania, nikaanza kusafiri na kuja Marekani kama naenda sokoni. Nakuja leo nakaa miezi 2 narudi, na kuja nakaa miezi 3 narudi. Kwa muda mrefu, kwa muda kama miaka 3 hivi. Baadaye nikapata nafasi ya kusomeshwa na serikali ya Marekani. Baadaye of course. Lakini baadaye nikaja nikapata nafasi ya kuja kusoma Houston. Nikakaa hapa miaka 3, nikasoma bachelor's yangu, nikarudi Tanzania tena kwenda kufanya kazi, nikafanya mwaka mmoja. Baadaye Mungu akabadilisha maisha yangu kabisa, nikapata nafasi ya kuja kuishi Houston. Of course niliacha kazi nilikuwa nafanya. Niseme kabisa, niliacha kazi, maisha yangu yakabadilika. Lakini leo nikiwa hapa Houston huwa natafakari kwa sababu wale wote ambao nilikuwa nao katika kipindi kile ambao wote walikuwa wametangulia kwenda India, baada ya mwaka 98 maisha yangu yalibadilika. Niliwapita wote katika kipindi hicho. Niliwapita kicheo, niliwapita kwa safari, niliwapita katika kila kitu. Kumbe nilivyokuwa namlilia Mungu ile miaka 4, Mungu alikuwa anasema subiri, alitaka anitoe kule, anilete kwa wakati unaofaa ili yeye akapate kujitukuza. Leo hii tumwangalia Mungu nasema huyu ni Mungu wa ajabu. Mungu alikuwa na majira ambayo alitaka kutenda.
Sasa nini nataka nikukumbushe mtumishi wa Mungu? Unaweza ukawa unapita katika nyakati ngumu leo, lakini Mungu anataka kujitukuza. Mara nyingine inagharimu muda, mara nyingine inagharimu mateso, mara nyingine inagharimu kuhangaika, lakini Mungu anaweza akajitukuza katika kimya chake. Yes, unaweza ukalia, unaweza ukanung'unika, unaweza ukahangaika, lakini Mungu amepanga kujitukuza katika maisha yake. Na ili ajitukuze ni lazima akae kimya. Tunaambiwa Ayubu baada ya kile kimya cha Mungu, baada ya kupoteza watoto wake, baada ya kupoteza mali zake zote, Mungu alipokuja kujitukuza anasema alipata adabu ya vitu vyote alivyokuwa amepanga kupata. Mungu anaweza akajitukuza katika ukimya. Naomba niende haraka ili niweze kumaliza. Kumbe ndugu zangu, tunawezaje kujua kwamba Mungu anatenda? Jambo la kwanza ni kwamba huyu ni Mungu ambaye hanyamazi, ni Mungu anayetenda nyakati zote. Yesu anazungumza katika Injili ya Yohana sura 5 mstari 17. Anasema Baba yangu anatenda kazi hata sasa na mimi natenda kazi. Kumbe tunatakiwa kujua kwamba hata katika ukimya Mungu anatenda kazi. Hilo jambo la msingi sana. Lakini jambo lingine la msingi la kukumbuka ya kwamba hata Yesu alipokuwa kaburini alikuwa anatenda kazi. Wanafunzi wanafikiri Yesu yuko kaburini, Yesu alikuwa anatenda kazi. Alikuwa ameshuka kuzimu, amekwenda kuchukua funguo za mauti, amekwenda kumnyang'anya shetani kila mamlaka ili nini? Akapate kujitukuza. Alikuwa anatenda kazi. Kumbe katika ukimya wake Mungu anaendelea kutenda kazi. Nilisema katika ile miaka 400 ya ukimya ile. Bahati mbaya nimetoa ushuhuda wangu kwa muda mrefu, niende haraka. Katika ile miaka 400 ya ukimya, watu wengi wakizungumza wanasema kutokea katika kipindi cha huyu mtumishi wa Mungu wa mwisho Malaki mpaka kufika Yohana Mbatizaji imepita miaka 400. Mungu alikuwa kimya, lakini Mungu alikuwa anatenda. Katika kipindi kile wameibuka watu kina Alexander Mkuu, wameteka nchi nyingi, wamesambaza lugha ya Kigiriki, wamesambaza utamaduni wa Kigiriki, wametengeneza mabarabara kule Rumi kote, wametengeneza nini? Ili nini? Injili inapokuja kuanza kuhubiriwa, Agano Jipya linaandikwa katika Kigiriki, linasambaa dunia nzima. Kumbe Mungu alikuwa amekaa kimya, anataka lugha ya Kigiriki isambae ili Agano Jipya litakapokuja kutolewa watu wengi wasikie habari za Mungu. Watu wanafikiri Mungu alikuwa amenyamaza, kumbe alikuwa anaandaa mazingira ya kutenda kazi yake. Huyu ni Mungu anaendelea kutenda hata kama amekaa kimya, ndugu zangu. Lakini si hivyo tu ndugu zangu. Jambo la msingi kabisa ni kusimamia ahadi za Mungu. Unapoona kwamba Mungu amenyamaza kimya, simama katika ahadi zake. Ahadi zake Mungu ni amini. Mungu anasema kwamba anatuwazia mema. Ni Mungu asiyeshindwa. Ni Mungu anayetaka tufanikiwe. Ni Mungu anayetutoa katika dhambi, anatupeleka katika uzima wa milele. Ni Mungu ambaye anataka kubadilisha maisha yetu. Kwa hiyo unapoona kwamba Mungu amenyamaza kimya, inatakiwa usimame katika ahadi zake. Ndugu zangu, nimebakia na dakika moja. Naomba niseme mambo nyingine kwa haraka na kwa kifupi sana. Kumbe katika kipindi hiki sasa, ili uweze kushinda katika kipindi cha ukimya, kwanza tambua kwamba ukimya wa Mungu si sehemu ya maisha yako. Inatakiwa kukuza imani yako isije ikateteleka. Mungu anaweza kanyamaza kimya, lakini bado anaweza kawa anazungumza naye ila humsikii. Kwa nini humsikii? Aidha una dhambi au unataka kumsikia katika namna unayotaka wewe badala ya kumsikiliza Mungu. Lakini pia Mungu anaweza kutumia vyombo vilivyo vinyonge ambavyo wewe unaweza ukawa hutaki kusikia. Mungu anaweza kuzungumza naye kupitia watoto wako nyumbani, kupitia jirani yako mkorofi. Mungu anaweza kuzungumza naye. Na kama hujafungua masikio yako, unaweza usimsikie Mungu kwamba anazungumza naye, kwa sababu anayezungumza ni jirani yako mkorofi. Mungu anazungumza nasi katika neno lake. Mungu anazungumza nasi katika Roho Mtakatifu. Ni muhimu sana tukae katika maombi, tukae katika ushirika ili Mungu aweze kuzungumza nasi. Tunathibitishaje kwamba Mungu bado anazungumza nasi? Kwanza, tunapokuwa na hamu ya kusikiliza neno lake na kuyatenda mapenzi yake, tunaweza tukajua. Tunapomtafuta kwa bidii, tunaposikia ujumbe unaojirudia, jirani kazungumza hili, television imesema, mtumishi wa Mungu amesema, Mungu anazungumza nasi. Ni lazima tufungue masikio yetu, tujue kwamba hapa Mungu, ndugu zangu, anazungumza nasi. Ndugu zangu, mambo mengi ya kueleza, lakini muda wangu umekwisha, na kwa sababu hiyo naomba nimkabidhi mwongozaji ili aweze kuendelea na kipindi hiki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana, lakini ni muhimu sana tuendelee kumtafuta Mungu katika ukimya wake. Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana Pastor Chilera kwa somo zuri. Na
Kwa taarifa tu, Pastor Chilewa kabla hajawa pastor alikuwa ameandika kitabu kimoja miaka mingi iliyopita, kabla wakati huu, akiandika kwamba usalama wa taifa ni kikundi cha mauaji. Alikiandika iko miaka mingi, nakumbuka kabisa. Kwa hiyo leo niliposema stori yake ya jeshini nimekumbuka. Karibuni tuulize maswali tauliza kwa dakika 2 na atajibu kwa dakika 3 kama mtu anaweza kujibu, lakini mwisho Pastor Chilewa anaweza kumalizia kujibu kama ikihitajika hivyo. Karibuni kwa maswali. Tuna dakika kama 14-13. Tuko pamoja? Nasikika? Amen. Karibu na mmesikia watu watatu. Yoyote aanze jina la kwanza zeni uliza swali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasikika? Amen. Wote unasikika mtumishi, unasikika? Amina. Mimi naitwa Dada Messi kutoka Connecticut. Nakumbuka last week niliuliza swali, not this week, the other week before Q&A. Niliuliza swali na mtumishi wa Mungu akasema kwamba swali litajibiwa wiki hii kwa sababu kwa kuna mwendelezo wa somo. Basi nilikuwa nataka niliweke tena hilo swali ya kwamba pale mtu ambapo anakuwa msikii Mungu anavyosema na anakuwa haelewi kwamba tatizo ni nini, yani kwa wakati huo anatakiwa afanye nini katika kumsubiri Mungu. Amen. Mtu yote anataka kujaribu. Karibu Pastor Chilewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli nilikuwa nakumbuka hili swali na ilikuwa ni moja wapo katika mambo ambayo ningeeleza, lakini katika kueleza nikajikuta nimetoa ushuhuda ambao sikuwa nimepanga kuutoa ushuhuda, lakini katika maelezo nikajikuta nimeutoa, nikajikuta nimeeleza kwa muda mrefu kiasi kwamba nikashindwa kukava baadhi ya mambo. Ni kweli kwa mara nyingine kuna nyakati ambapo unaweza kuona kwamba Mungu humsikii au Mungu azungumzi nawe, lakini kuna mambo ambayo kwanza unatakiwa kutafakari. Jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kujua ni kwamba je, kama unajua kuna wingu lolote la uasi au la dhambi katika maisha yako. Hii ni hatua ya kwanza ambayo kila Mkristo anakumbushwa hilo. Kwa sababu kama unajua kwamba kuna mahali ambapo nimeteteleka, njia rahisi ni kumrudia Mungu, kuomba toba ili kujiweka sawa sawa na Mungu, ili Mungu aweze kujibu maombi yako na pia aweze kutenda. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo lingine la pili ni kuchunguza, je, Mungu anazungumza nawe kwa njia gani, au wewe unatarajia Mungu azungumze nawe kwa namna gani? Niligusia kidogo katika mahubiri kwamba mara nyingine Mungu anaweza akawa anazungumza nawe lakini humsikii kwa sababu unatarajia azungumze nawe kwa namna gani. Mtumishi wa Mungu mmoja alisikia radi, alisikia ngurumo, katika hivyo vyote alivyokuwa anasikia yeye alifikiri kwamba hapo ndio atamsikia Mungu. Lakini Mungu akaja baadaye kwa sauti ya upole kabisa. Kwa na sisi katika maisha yetu inabidi uangalie kwamba nataka Mungu nimsikie. Unaona? Je, katika hali ya kawaida nilitegemea Mungu angezungumza nami katika hali gani? Sijamsikia. Je, sasa nianze kuangalia kumtafuta Mungu kwa namna gani? Pengine unasema tu kwamba namtaka Mungu anijibu katika maombi. Lakini unaomba Mungu hajakujibu. Pengine jibu lako liko katika kusoma neno la Mungu. Kwa hiyo kusoma neno la Mungu unaweza kupata jibu lako. Pengine jibu lako liko kwa mtumishi wa Mungu, uende ukazungumze naye. Na mara nyingine huwa tunakosa majibu kwa sababu huwa tunaogopa cancel ya watumishi wa Mungu, kwamba kuna matatizo yanakusumbua, lakini unafikiria siku hizo watumishi wa Mungu bwana walopokaji sana, nikienda kuzungumza na mtumishi wa Mungu ataongea wazi, kwa hiyo unakaa kimya. Kwa hiyo kuna jambo linakusumbua, hujalipatia jibu, lakini pia unaendelea kumlalamikia Mungu, mbona hunijibu ombi langu? Kumbe ungechukua hatua ya kwenda kuzungumza na mtumishi wa Mungu unayemwamini, aliyemwaminifu, anayenenda katika njia za Mungu, jibu lako lingepatikana kule. Sasa ninachotaka kusema ni nini? Ni lazima ubadilishe namna ya kuweza kumsikia Mungu. Nimemuomba Mungu sijamsikia. Ninasoma neno lake sijamsikia. Inabidi niende kwa watu wa Mungu nikazungumze nao. Pengine jibu langu naweza nikalisikia kutoka kule. Lakini pia nimesema jibu lako linaweza ikawa kwamba likatoka kwa mtoto mdogo.
Natoa mfano kwa sababu nakumbuka kuna mzee mmoja alikuwa mlevi kupindukia. Watu wamemuonya, wamemwambia, yule mzee aliendelea na ulevi. Siku moja akiwa amekaa, mtoto wake wa miaka 3 akamwambia, "Baba, mbona leo hujaenda kunywa pombe?" Akamwambia, "Nimepumzika tu." Akamwambia, "Huna hela." Baba mtu akacheka. Akamwambia, "Lakini tunaona leo ukwenda kulewa unaonekana kama binadamu. Siku nyingine unaonekana kama mnyama. Mimi wanachukia sana." Yule mzee alilia machozi na kuanzia siku ile aliacha ulevi. Kwa nini? Sauti ya Mungu ilitoka kwa mtoto mdogo. Kumbe tunatarajia majibu kutoka katika chombo gani au kutoka kwa nani? Na jibu letu kutoka kwa Mungu linatoka katika chombo gani na kwa njia gani? Kwa kama umsikii Mungu, anza kuangalia kwamba Mungu unamsikia wapi na upanue wigo wako wa kumsikia Mungu ili Mungu anene nawe. Sasa sijui nimesema vizuri au nimejibu jibu lako. Kama sijajibu, naomba mtu mwingine aweze kuchangia pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Asante sana mchungaji Chilewa. Kuna mwingine anataka kuchangia? Dada Mese tu moja. Amen, asante. Amen, asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Karibu Pastor Mangesho. Asante sana mtumishi Mungu kwa kutunguza vile katika Bible study, lakini pia nimshukuru sana Mungu kwa mwalimu wetu. Kwa kweli nimebarikiwa sana na kuna vitu ambavyo kwa kweli Mungu alizungumza na mimi kwa kupitia ile somo. Labda tu kwa kuongezea kidogo hapo ni kwamba in addition ambacho mwalimu amesema, ambapo amesema vizuri kabisa, wakati mwingine ni kukatwa katika uwepo wa Mungu, kuendelea tu kukaa katika uwepo wake na kuendelea kuzungumza na yeye kama ambavyo mtumishi alivyosema. Unajua wakati mwingine utapendeka kwa Mungu, watu wanategemea yani like man, lazima Mungu azungumze, lazima Mungu atende, lazima Mungu aonekane. Yani wakati mwingine tusiposikia kama kitu kimetokea, kama tusiposikia kama msimuko fulani hivi, tunaona kama ni hatujakutana na Mungu. Lakini wakati mwingine ni kuendelea tu kukaa katika hali zake. Yani ilikuwa ni ile awareness ya kwamba Mungu najua bado uko na mimi. Mungu bado unanipenda. Kama ambavyo mtumishi alivyosema, namna ambavyo Ayubu alikuwa anazungumza na Mungu, mtumishi akasema kwamba niende wapi Mungu nikutane na wewe. Kwa wakati mwingine Mungu anapokaa kimya na uone kitu gani kinaendelea, ni kuendelea tu kukaa kwenye ile nafasi yako kama mtoto wa Mungu. Amen. Amen, amen, amen. Asante sana Pastor Mangesho kwa jibu zuri pia. Karibuni. Nafikiri kuna swali lingine liliulizwa last week. Muulizaji yupo? Karibuni kwa maswali. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Jina la kwanza, swali. Ninaitwa Sia Ukude, niko hapa Kansas. Nashukuru Mungu sana, nilikuwa namsikiliza mtumishi wa Bwana. Kwa kweli mtumishi, Mungu akubariki sana. Nilipata neema kusikia tena wakati ulipofundisha. Kwa kweli binafsi nimejifunza mambo mengi sana, hata kwa kupitia ushuhuda wako nimebarikiwa kweli. Nilikuwa na swali. Kwa mfano kama una jambo fulani unaomba, lakini ukute lile jambo lina deadline, mwisho wake, na unatamani kweli kusikia Mungu anakuambia either uchukue upande wa kushoto au kulia, na jambo lina mwisho wake, sasa deadline inakuja, hujasikia Mungu akiongea kuhusu hiyo jambo. Sasa na unatakiwa ufanye decision, labda uamue upande gani uchukue. Sasa kwa hapo utafanya nini? Kwa sababu ukisubiria sana na muda unakuja unapita. Kwa hapo unasemaje mtumishi wa Bwana? Kama ulielezea labda sikusikia, naomba unisamee. Amen. Amen, amen. Karibu Pastor Chilewa. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Karibu. Amen. Hili ni swali moja wapo maswali magumu sana, kwa sababu halina jibu la 1+1 ni 2. Kwa sababu kama nilivyosema, Mungu anazungumza kwa namna tofauti na kwa makusudi tofauti. Mara nyingine tunaomba hekima ya Mungu katika kukuambia yale ambayo unataka uyafanye. Hasa aidha Mungu anaweza akazungumza naye au wewe ukaa hujasikia, au ni kweli kabisa kwamba unaweza ukaa hujasikia. Na mara nyingine ndio niliposema kwamba inapotokea kwamba Mungu amezungumza naye hujasikia, unaweza ukafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Sasa ndipo hapo kuna option nilisema kwamba kama umezungumza na Mungu wewe mwenyewe katika maombi hajakujibu,
umesoma neno la Mungu hajakujibu, mara nyingine I prefer this, ndugu zangu niwaambie ukweli. Kama kuna watumishi wa Mungu ambao unamwamini, nenda ukazungumze naye, kwa sababu katika kuomba Mungu anaweza akakupa majibu kupitia kwa watumishi wa Mungu. Na hili tunaliona hata katika wafalme wa zamani. Hawa kina Sauli hawa kina Daudi. Ni kwamba kuna mambo ambayo yeye anaomba Mungu, Mungu hamwambii. Lakini anakuja anazungumza na Samueli. Na tunakuta kwamba inatokea kwamba Sauli kwa sababu anaona Samueli amekawia, anakurupuka kufanya anavyotaka yeye. Kumbe angemsubiri Samueli, angepewa maelekezo. Tatizo katika nyakati hizi, watumishi wa Mungu aidha wameshuka thamani, na kweli niseme kwamba kwa nini wameshuka thamani? Kwa sababu wengi hawaaminiki. Ni kwamba kumekuwa na uchakachuaji mwingi. Lakini watumishi wa Mungu ni mojawapo ya washauri wakubwa ambao tunatakiwa kuwafuata. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anazungumza nao. Kama ni mtumishi wa Mungu kweli, Mungu anazungumza naye. Mungu anawapa hekima. Kwa unapokwenda kwa mtumishi wa Mungu, na hakika kama umetoka hapo unakwenda kwa mtumishi wa Mungu, mchungaji Baba Nasua, unaenda kuzungumza naye, Mungu anaweza akazungumza na wewe au akazungumza na yeye ukapata jibu kupitia kwa mtumishi wa Mungu, au Mungu akakupa jibu moja kwa moja kwako. Sasa kuna vitu ambavyo natakiwa ukubali kuvifanya ili mara nyingine Mungu aweze kuzungumza nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dada Tude, tuko pamoja? Amen. Asante sana kakala. Ni asante sana mtumishi wa Bwana. Amen. Asante sana. Karibu mama, jina la kwanza na swali. Amen. Karibu. Mimi wala sina swali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi wala sina swali, ninakazia tu kwenye kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Nilikuwa nasikiliza huu ushuhuda aliokuwa mnasema. Yaani huo ushuhuda ni somo tosha kwa kweli, ambalo ukichungulia ndani linakupa tumaini. Lakini pia nilikuwa ninamsikia Pude akizungumzia juu ya hili swali alilosema kama kuna kitu cha deadline. Akasema ngoja na mimi labda pointi 2-3 zinaweza kusaidia kukazia alichosema mtumishi. Vitu vingine wakati ukiwa unaomba, Mungu anaweza asijibu kama ulivyotazamia. Maybe umekuwa unamuomba na kujibu kwenye neno, unamuomba unasikia kwenye sauti, unamuomba saa nyingine sikilizia moyoni amani yako. Kwa sababu kuna kitu unaweza utaka kufanya, unasikia unakosa amani, unasikia uzito. Lakini kuna saa nyingine ukitaka kufanya unaendelea na hilo jambo, unapata utulivu na amani. Mungu ana signs nyingi sana. Haitoshi kipindi kimeisha tungeweza tukapita kwenye maandiko tukaweza angalia. Kwa hiyo angalia na amani yako wakati unapotaka kufanya hilo jambo la deadline. Ukiona una amani, una utulivu, kuna sign ambazo unaweza kukuta Mungu anaongea na wewe kwa design hiyo. Kama ni jambo unalionea amani, hauoni tashwishi ndani ya moyo wako, unaweza ukajua kwamba ni Mungu. Lakini pamoja na hayo aliyosema mtumishi, Mungu akubariki sana. Huo ushuhuda wako mimi kwangu umenitia moyo sana kwa kweli, kwa sababu nimeuchungulia nikasema najua watu tunatofautiana, kila mtu na mapito, ila Mungu atusaidie kabisa wakati akiwa anakaa kwa tunamuomba na tukiwa kwenye subira. Tukumbuke pia ile somo la mtumishi Profesa Njogera ile la Jumapili ilivyokuwa, anaweza akakuweka pembeni akiwa anakukanyaga ndani kidogo. Mungu akubariki sana mtumishi. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Asante sana mama. Amen. Asante sana Pastor Chilewa. Muda wetu umetishia, na kwa mara ya kwanza kwa siku ya leo namkaribisha Pastor Absalom aendelee. Karibu Pastor Absalom. Asante sana. Basi nichukue nafasi hii. Mnanisikia? Unasikika Pastor? Amen. Asante sana. Basi nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa dati zima la Bible Study chini ya Priska Mungae Mshana, Jerry Mkoni, Hilda Biabato, Jimmy Msemo na Alan kwa kazi kubwa nzuri mnayoifanya. Mungu awabariki sana. Amen.
Nichukue pia nafasi hii kumshukuru Pastor Chilewa kwa jinsi ambavyo kwa kweli ametubariki tangu alipotufundisha awamu ya kwanza, lakini awamu ya pili tulipoingia kwenye maswali na majibu mchango wake ulikuwa mkubwa, na leo amemaliza session yake ya pili kwa mafanikio makubwa sana. Mungu akubariki sana mchungaji kwa kazi kubwa na nzuri. Amen, amen. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu. Amen. Na mwisho nimshukuru Mungu kwa watu wote kabisa ambao mmeweza kuuliza maswali na wale ambao mmesaidia kujibu. Mungu awabariki sana sana. Amen. 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 Basi sasa tutakwenda kwenye declaration yetu ya leo. Kama mnavyojua tunaombea swala la tuko kwenye shukrani. Kumshukuru Mungu kwa mambo yote ambayo amefanya tangu tumeanza mwezi wa kwanza kwenye madhabahu yetu ya outreach na mpaka tumeingia mwezi wa 6. Kwa hiyo tuko kwenye shukrani, na kwa wanaoingia kwenye madhabahu zetu za outreach wanajua outreach inakuwa na ombi moja kila mwezi na tunaliombea siku ya Jumamosi, na hii nimesema kwa ajili ya wale watu wageni ambao hawajui pengine outreach ni kitu gani. Kwa mstari ambao tutausimamia kwa mwezi wa 6 ambao tumeanza kusimamia ni Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 57 ambao unasema, lakini Mungu na ashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na neno letu la declaration tunasema, asante Bwana kwa kujibu maombi yetu katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo ndio declaration yetu, kumwambia Bwana asante. Kwa hiyo kwa sekunde 30 tutakwenda kumshukuru Mungu kwa kujibu maombi yetu. Wote kwa pamoja bonyeza *6 tuende kwenye declaration. Baba na Mungu wetu Mtakatifu, Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako wewe Bwana. Tunakuja kwa moyo wa shukrani, wewe Mungu ambaye umesema tukushukuru kwa jambo. Baba, tunasema asante kwa kuwa ni Mungu unajibu maombi. Asante kwa neema yako, asante kwa kuwa masikio yako si mazito ndio kusikia. Asante Yesu Kristo kwa kujibu. Asante Bwana unaonekana. Hata sasa Baba unatujibu. Asante Mungu wa majeshi, asante Bwana wa mabwana. Baba tunakutukuza, tunakusifu, Mungu tunakuinua, tunakuabudu. Baba tunakushukuru. Asante Yesu, asante mtakatifu. Hata kwa yale ambayo tunaomba, asante kwa kuwa yetu yaombayo kwa utukufu wa jina lako Bwana. Ubarikiwe utukuzwe Mungu. Tunakuja mfalme. Haleluya Bwana wa mabwana. Asante Yesu. Kwa sababu asante kwa wema wako. Asante Mungu kwa upendo. Haleluya. Basi Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini siku zote zimepitiwa na kuhakikishwa, awalinde, awatunze na awafanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Amen.